Katika maisha ya meli duniani kuna matukio makubwa manne. Tukio la kwanza ni ujenzi wa msingi wa meli, ndio hii key laying. Lakini la pili ni kushusha kwa meli mpya kwenye maji ambayo inaitwa ship launching. Lakini tukio la tatu ni uzinduzi wa meli ambao tunaita commissioning. Na la mwisho ni kuifuta meli kutoka katika orodha ya vyombo salama ambayo inaitwa decommissioning. Kwa hiyo katika hatua hizo nne, hatua ya leo ya kwanza tunayofanya ya meli ni hatua muhimu sana na itaingia kwenye historia. Na sisi kama taasisi tutaweka kumbukumbu ya hizi historia ili vizazi vijavyo vione. Yamkini wengi wangependa leo kuona kumbukumbu ya meli ya MV Victoria au New Victoria hapa kazi tu ilivyojengwa miaka 60 iliyopita. Lakini sasa sisi tutatunza hizo taarifa, na kwa kuanzia ndio maana tumeomba waandishi wa habari wengi leo mje ili tukio lionekane miaka mingine mingi, kwa sababu ni tukio muhimu ya ujenzi wa meli. Ndugu mgeni rasmi, kukamilika kwa msingi huu wa meli utawezesha ujenzi wa meli kwenda kwa kasi kuliko kasi ya awali. Yaani wakati wa maandalizi wa vipande vya msingi wa meli, hizo blocks mnazoziona. Sasa hizo blocks zilizotengenezwa zitaanza kupangwa. Kwa hiyo speed itakuwa kubwa sana. Ninaamini kabisa kwamba itakapofika mwezi Disemba, tutakapokuwa tunapita barabara kubwa kule, tutakuwa tunaona ile ghorofa ya meli. Hiyo ndio speed ambayo itaonekana baada ya hapa. Aidha, msingi huu wa meli ambao utakuwa kwenye vipande una kina cha mita 3.75 ambacho hufikiwa wakati meli imebeba mzigo wote. Kutokana na usanifu bora wa meli hii, kampuni yetu ina mpango wa kuweka kumbukumbu za mradi mzima wa ujenzi kwenye maktaba zake kwa ajili ya vizazi vijavyo. Kampuni inayofanya kazi ya ujenzi huu ni kampuni inaitwa Gas Entech ikishirikiana na Gangnam Corporation zote za Korea Kusini, lakini pia ikishirikiana na Suma JKT ya Tanzania, na gharama za mradi mzima ni dola za Kimarekani milioni 39 ambazo ukiweka kwenye shilingi ni bilioni 90. Hadi sasa mradi huu umefikia 68% kwa ujumla wake, yani design, kukata vyuma and steel cutting, na kufanya fabrication hii ambayo mnaona imetengeneza mablock. Na tayari, ndugu mgeni rasmi, serikali imeshalipa bilioni 59.8 ambayo sana 68% ya gharama zote za mradi. Ndugu mgeni rasmi, tunapenda kuhakikishia kwamba tutaendelea kusimamia mradi huu wa ujenzi wa meli mpya ili kuhakikisha unakamilika kwa wakati na katika viwango vya kukusudiwa na kwa mujibu wa mikataba husika ili kulinda thamani ya uwekezaji unaofanywa na serikali. Tarehe 3 Septemba mwaka 2018 ilitiwa saini mikataba ya miradi 4. Miradi mitatu imekwisha kamilika. Wa kwanza ni mradi wa MV Victoria ambao sasa hivi mnaiona ikifanya shughuli zake kati ya Mwanza na Bukoba. Mradi huu umekamilika, mkataba ulikuwa shilingi bilioni 22.7. Lakini na mkataba wa pili ambao nao umekamilika ni ukarabati mkubwa wa MV Butiama na ikawa New Butiama hapa kazi tu kwa bilioni 4.9. Hiyo miradi miwili inaonekana kwa sababu mnashuhudia hizo meli zikipita hapa na pale. Lakini mradi wa tatu ambao nao umekamilika lakini haujielezi sana, haujitangazi sana, ni mradi wa Chelezo ambacho nacho kimekamilika kwa gharama ya dola milioni 15.8. Sasa Kichelezo, labda ndugu waandishi mtafanya kazi kukitangaza, maana nikigeuka hapa nyuma ndio kinaonekana hayo hilo vyuma vyekundu pamoja na hizo winchi za kijani ndio Chelezo chenyewe. Sasa huu Chelezo kimekamilika, na ithibati ya kwamba kimekamilika leo tunakuja kushuhudia kipande cha kwanza cha meli kiwekwa juu ya Chelezo ili kiweze hiyo meli iweze kujengwa. Leo tunaona
kuna vipande vingi vya meli. Tumeambiwa kwamba baada ya muda tutaanza kuiona hii meli kuanzia barabarani. Basi naomba ujenzi huu uende vizuri, na leo tuko tayari sasa hapa kufungua au kuzindua ujenzi huu wa huu mgongo au key laying ili zoezi hili lianze. Lakini vile vile nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipotamka au kusema kwamba mji wa Mwanza umefaidika sana na miradi hii. Kama wataalamu walivyotueleza hapa, imefanyika kazi kubwa sana ya kuwafundisha vijana wetu ambao ndio wamefanya ufundi wote hapa. Ikumbukwe kwamba wakandarasi hawa ambao wanajenga hii meli wanaubia na Suma JKT ambayo ni taasisi ya hapa kwetu nyumbani. Kwa hiyo ujuzi uliopatikana katika ujenzi na usanifu wa meli hii tutakuwa nao na utatumika katika ujenzi wa meli nyingine. Hili ni jambo la kujivunia sana. Kwenye awamu ya 5 kuna mambo mengi sana yanatokea chini ya uongozi wa Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Ujenzi wa hizi meli, na watu wanasema ni historia, na mimi niseme wote sisi ambao tunashuhudia na Watanzania kwa ujumla, hii itabaki kwenye vitabu vya historia. Meli kwanza Chelezo, mimi naamini ni Watanzania wachache sana wameshiriki kwenye ujenzi wa vielezo kama vipo vya aina hii vya kisasa. Lakini pili, ujenzi wa meli na ukarabati wa meli, serikali imetumia takriban bilioni 153. Ujenzi mkuu wa Marine Services anatuambia hapa imetumika bilioni 90, itatumika bilioni 90. Serikali imeshalipa bilioni 68 ambayo ni fedha ya ndani. Kwa hiyo sisi tunaamini kwenye utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi na kazi kubwa hii inayofanyika na serikali, basi itakuwa ni chachu kubwa ya maendeleo. Hata Mheshimiwa Rais juzi hapa akiwa kwenye kampeni mkoani Mwanza alieleza nia yake ya dhati na ya serikali kufanya Mwanza kuwa kitovu cha kiuchumi kwenye kanda wa maziwa makuu. Ujenzi huu wa miundombinu ya kimkakati ya kiuchumi ni dhamira mojawapo, ni hatua mojawapo nyeti sana ya kufikia kwenye lengo hilo. Kwa hiyo sisi kama wanatibu wa maeneo mengine tutaendelea tu kuwatia moyo wataalamu wanaosimamia Marine Services wizara, na tuwapongeze sana wizara Marine Services kwa kazi hizi kubwa zinazofanyika na wataalamu wengine. Sisi tuhakikishie mkoani hapa tuendelea kuhakikisha kwamba panakuwa salama zaidi ili kazi zifanyike kwa utulivu na uweledi unaotakiwa. Lakini ndugu zetu kutoka Korea, leo ni mwaka mzima tokea wamefika Tanzania kwa mara ya kwanza. Tunawashukuru, ni watu watulivu, watu wastaarabu, lakini kubwa ni lile la kujenga uwezo wa watu wetu. Hilo limekuwa kubwa sana, kwa sababu sasa tutakuwa na wataalamu wengi wa Kitanzania hapa nchini wenye uwezo mkubwa katika maeneo haya ya sayansi kubwa hizi za kileo.